Ijumaa Kuu ni siku ambayo sisi kama Wakristo tunakumbuka kwa namna pekee mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kiini cha historia ya wokovu ambapo Bwana wetu Yesu Kristo anakubali kuteseka, anakubali kupokea magumu na hata kifo ili aweze kuzika dhambi zetu, aweze kubeba dhambi zetu, lakini nasi tunajaliwa kutambua thamani ya wokovu wetu. Kwa siku ya leo ya Ijumaa Kuu, ndugu mtangazaji, kwa ambayo katika maisha yetu ya ukombozi yanapata huruma kubwa ya Mwenyezi Mungu. Wakristo huwa wanajifunza nini katika siku hii? Katika siku ya Ijumaa Kuu, Wakristo wanachojifunza ni kama haya, narudia tena, huruma ya Mwenyezi Mungu na upendo wa Mwenyezi Mungu. Wanajifunza kutambua jinsi gani Mwenyezi Mungu aliyotuumba anavyopenda tuishi katika maisha ya utakatifu. Huruma ya Mwenyezi Mungu ambayo inaturudisha kwa. Kwa hiyo Wakristo tunajifunza kukwepa dhambi. Yoyote anayekutendea huruma, unapaswa kuthamini huruma huo kwa kuishi upendo. Kwa siku ya leo tunakumbushwa upendo mkubwa wa Mwenyezi Mungu, na hivyo fundisho kwetu ni kuishi maisha ya upendo, kuishi maisha ya utakatifu yanayompendeza Mungu mwenyewe. Tumekuwa tukisikia kwamba kuna katazo la kula nyama katika siku hii. Kwa mtazamo wako ama kwa upeo wako, unadhani ni kwa nini huwa kuna katazo hilo? Kwa sababu Kristo ambaye ni Mungu ametoa hali ya ubinadamu akaishi na sisi wanadamu. Sasa mateso ambayo Kristo anayapata leo ni mateso ambayo yanaupata mwili, ambao mwili ulikuwa katika hali ya nini? Ya nyama. Kwa hiyo ni tafsiri tu kwamba sisi miili yetu imeumbwa katika nyama, na hivi mateso ya Kristo ambaye ameteseka roho na mwili katika hii muonekano wa nyama, umbo la kibinadamu. Kwa hivi ni kwa sababu tu kwamba sisi unapotaja nyama unaongelea juu ya hiyo composition ya mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo tunajitenga na hiyo tukishiriki mateso ya Kristo. Kwa hiyo ni uhusiano tu kati ya sisi wanadamu, miili yetu ni nyama. Kwa hivyo na mateso yapo katika mwili wa Kristo. Kwa hiyo tunajitenga na matumizi hayo ya nyama kwa siku ya leo.